Kwenye hili umewatazama Yanga kwa msimu huu alivyocheza. Bila shaka ni eneo nyeti ambalo wanahitaji kuingiza mtu mpya, kwa maana usajili mpya kwenye eneo la safu ya ushambuliaji namba 9 Pasei. Ni dhahiri kwamba ni eneo ambalo pia bado wanahitaji mtu. Nafikiri Yanga tangu aondoke Fiston Mayele ndio wajapata mtu ambaye anaweza akakabidhiwa majukumu kama mshambuliaji, kwamba unaweza ukaamua game. Mara nyingi washambuliaji ambao wamekuwa nao ni washambuliaji ambao sio wa kupewa majukumu ya timu, ni wachezaji ambao wana join kwa pamoja na wachezaji wenzao. Yaani sio yule kusema labda huyu sasa hii game kwa ilivyo ugumu wake labda tunamkabidhi Dep ndio atakayeamua kitu hicho. Kwa Yanga nafikiri kwa sasa kwa misimu ya hivi karibuni kimekuwa ni changamoto kwao. Kwa hiyo kiniuliza hivyo nafikiri ni rahisi sana, yani nijibu ni rahisi kwamba kweli wanahitaji mtu, kwa sababu unaweza kaangalia wakati namtaja Fiston Mayele, baada ya hapo waliokuja wote hakuna aliye deliver moja kwa moja, kiachana na Prince Dube ambaye amekuwa ni ingia toka. Umuhimu wake auonekani zaidi akisimama kama mshambuliaji tegemeo kwenye kikosi cha Yanga. Umuhimu wake unaonekana pale anapoisaidia timu akiwa na wenzie, kwa sababu mara nyingi mchango wake hautegemei magoli pekee. Prince Dube pengine ndio kitu ambacho cha utofauti alichokuja nacho, lakini washambuliaji wengine waliokuja baada ya hapo wote ni kama wamefeli. Walikuja akina Boyeli wakafeli wakaondoka. Sasa akina Depu wapo, lakini bado wapo kwenye mafikirio. Unaweza ukaona kwamba wanahitaji mtu kweli, na kama wanahitaji mtu sio kubeti tena, kwa sababu ndani ya misimu miwili nafikiri wamekuwa kama wakibeti, mwisho wa siku wanaliwa. Sasa sijajua huyu ambaye wanahusishwa naye kumleta kama kweli wamejiridhisha kwamba atakwenda kufaa katika kuisaidia timu kwenye kufunga, kwa sababu sasa hivi timu kama Yanga inapomsajili mshambuliaji inamsajili kwa asilimia kubwa, target inakuwa ni kimataifa, kwa sababu kwenye ligi hakuna shida. Kwenye ligi nafikiri Yanga sasa hivi washakuwa na yale maisha ya kuishi bila kumtegemea mshambuliaji pekee. Sasa kwenye michuano ya kimataifa ndio ambayo kidogo inahitaji mtu mwenye maamuzi, mtu mkatili. Unaweza ukasema hivyo, ambaye anaweza akafanya lolote na kwa wakati wowote, mwisho wa siku akaisaidia klabu yake. Kwa hiyo target kubwa ya Yanga kupata mshambuliaji, na ndio maana unaona mara nyingi wanakwenda nje ya Tanzania, ni kwa sababu wanahitaji mtu ambaye kwanza hana hofu, lakini pia hana uoga, ana vitu vyake ambavyo anaweza akavifanya vikaweza kuisaidia klabu. Kwa hiyo kwa namna hiyo nafikiri Yanga wanahitaji wa mshambuliaji, lakini kama ikitokea kweli wakakubaliana naye huyo ambao wanamhitaji, nafikiri lazima chochote kitafanyika pale, either Dep au Dube, itakuwaje kwa wao watakavyoamua. Kama wakiamua labda washambuliaji wabaki alafu huyu achukue nafasi za wengine ambao sio washambuliaji, pia ni juu yao, lakini kuwajaza watu ambao wanaweza kuja kuwa mzigo kwako, mwisho wa siku ukaanza kulaumu kwamba labda wanachukua pesa, mshahara, posho bila kufanya kazi, inakuwa sio kitu kizuri sana. Bana, mtu ambaye anahusishwa naye kwa maana ni Yanga, na taarifa nyeti kabisa zinasema ya kwamba usiku wa jana Yanga alikamilisha usajili wa mshambuliaji namba 9 wa Polisi Kenya na timu ya taifa ya Burkina Faso, Yves Kutiama mwenye umri wa miaka 27, na wanasema kila kitu kimekamilika na Yves Kutiama amejiunga na Yanga kwa mkataba wa miaka 2. Nyota huyo amejiunga na Polisi Kenya mwezi Januari mwaka huu na kufanikiwa kufunga takribani mabao 10 ya ligi kuu nchini Kenya, na Yanga wamevunja mkataba wake wa miaka 2 na Polisi Kenya na tayari wameshakamilisha usajili huo. Miezi takribani 6 au 5 ambao amecheza kwa maana hivi kwa maana ya Kutiama amefanikiwa kuingia kambani mara 10. Huenda pia ni rekodi ambazo zikawa zinambeba sana, na Yanga wamemfuatilia kwa kiasi kikubwa sana. Huenda akawa mtu ambaye atawafanikisha na kuwafikisha pale walipo
maana miongoni mwa vitu ambavyo Yanga hawajavifanya kwa asilimia kubwa sana ni kutoa mshambuliaji kutoka Afrika ya Magharibi ama Afrika ya Kati. Yaani maeneo mengi sana wamesajili wachezaji wa namna hiyo, ila kwa mshambuliaji ilikuwa bado. Kina Boyelo ametoka hapa karibu, kina Dube, hata Jean-Autres Baleke Kongo. Kuna kitu gani huenda akawa wamekiona Afrika ya Kati na Afrika ya Magharibi wamesogea zaidi Burkina Faso kwenda kumtafuta? Ni mtu sahihi kwa hizi namba ambazo wamezitazama? Kwa numbers ni mtu sahihi, lakini issue inakuja kwamba kwenye issue ya kuderiva ama kukiriki kwenye mfumo ndio na kuweza kutoa kitu kilicho bora. Of course wachezaji wote ambao walikuja kwa Yanga, washambuliaji, sio kwamba walikuwa wabaya kinumbers, walikuwa wazuri. Kama unakumbuka wakati anakuja Fiz Konkon alikuwa na numbers nzuri, wakati anakuja Joseph Gede alikuwa na numbers nzuri, Andy Bobo Aboyeri alikuwa na numbers nzuri, lakini mwisho wa siku nini ambacho kilifuata ni kitu ambacho hakikuwa kizuri. Kwa mtu kama Yves Coutinho ambaye ni raia wa Burkina Faso kama ulivyosema, na kikubwa kilichoangaliwa inawezekana lisiwe taifa, kwa sababu kwa kiasi kikubwa hajacheza Burkina Faso, amecheza nje ya Burkina Faso. Kikubwa kilichoangaliwa inawezekana ni kwenye soka la Afrika Mashariki, nini ambacho kimeonekana, kwa sababu kuna vitu ambavyo huwa vinachanganya kwenye ligi yetu ya Tanzania. Kama umeshaligundua hilo. Kitu cha kwanza ni aina ya viwanja na mazingira ambayo sisi tunaishi kama Watanzania, hususan kwa wale ambao wanacheza mpira. Mara nyingi kuna wachezaji ambao wanakuja unakuta shida yake kubwa labda viwanja ambavyo ni vigumu, hususan vile vya mikoani vinamsumbua. Lakini ukienda kwenye ligi ya Kenya, nafikiri utofauti na sisi sio mkubwa. Viwanja vyao vingi ni the same na vya kwetu. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho pia wanaweza wakakiangalia kwamba yeye akiwa kule anafanya nini, na hayo magori ameyafunga kwenye njia zipi na nyakati zipi. Akija Tanzania haiwezi kuwa shida kubwa kwa sababu ya aina ya geographical area ndio Kenya pamoja na Tanzania. Ndio maana nikasema kwangu inawezekana ishu kubwa isiwe taifa mama ama taifa ambako anakotokea. Ishu ikaja kwamba alipokuwa nini ambacho alikifanya, lakini pia sehemu mbalimbali ambazo amepita nini ambacho amekifanya. Kwa hiyo kwa umri alionao miaka 27 nafikiri, na miezi ambayo amecheza pale Police Kenya, of course msimu huu uliotamatika kwao ushatamatika tayari, hawakuwa na wakati mzuri sana Police Kenya. Tofauti na msimu uliopita ambao walitoa ubingwa, hawakuwa na wakati mzuri, lakini walijaribu kumaintain walau kile walichonacho. Kwa hiyo kwa Yves Coutinho ni mchezaji mzuri kwa namna ambavyo amejoin kwenye timu kwa muda ambao amekaa. Kwa hiyo idadi ya magoli na kile walichokifanya Police Kenya kwenye ligi ya Kenya kwa maana ya FKF ni kitu ambacho kinashawishi of course, lakini mazingira inawezekana yakawa kipaumbele zaidi kuliko numbers, kwa sababu hata numbers kuna mtu anaweza akaenda kwenye ligi fulani pasina numbers, lakini mwisho wa siku mazingira aliyoyakuta kama yanamsupport yeye akabadilika kweli. Wakati Mayele anakuja Yanga alikuwa azungumzi sana katika kufunga, kuania sijui nini, kuwa mchezaji muhimu na tegemeo kwenye timu. Alikuwa sio mchezaji wa hivyo, lakini mwisho wa siku alichokuja kukifanya alifanya wonders kulingana na mazingira ambayo aliyakuta kwenye timu husika. Unaweza ukaangalia pia kwa mfano Lionel Ateba alikuja Simba akacheza, akafunga ndio, lakini mambo hayakwenda vizuri, Simba wakachana naye. Yenda pale kwa sasa alipo kwa sasa hivi Iraq ni mfungaji bora namba 2 kwenye timu yake ambayo anacheza. Kwa hiyo kwa namna hiyo unaweza ukaona kwamba mazingira ni kitu kikubwa sana. Kama mazingira yakikubali na ukawa salama, ukafanya kitu pasina bugdha yoyote, inakuwa ni rahisi sana wewe kubadilika, hata kubadilisha mienendo yako mingine ambayo pengine ulikuwa nayo hata huko nje, ukaona kweli naweza nikafanya kitu kikawa bora. Kwa hiyo kwa namna hiyo kama
mazingira yatakuwa ni bora zaidi kwake, itakuwa ni vizuri, kwa sababu Yanga hawajawahi kuferi katika eneo la creation zone. Inawezekana ikawa ni kitu ambacho kikawa kinapewa kipaumbele zaidi kwa upande wa klabu ya Yanga, kwa sababu kwenye ishu ya watu wa kucheza nao, yani akina Dube ndo maana wanalaumiwa, kwa sababu wana watu wa kuwapa pasi, wana watu wa kucheza nao vizuri, lakini mwisho wa siku wanakosa nafasi. Kwa hiyo unapokuwa kuna muda na imagine kwamba labda kwa mfano Mayele kipindi kile angekutana na hawa wachezaji walioko sasa hivi, hizi nafasi ambazo labda Dube kwa siku kwa game moja anaweza akakosa nafasi 6, unaweza ukajiuliza Mayele angekuwa anafunga magoli mangapi kwenye game moja. Lakini mwisho wa siku ndio hivyo, hawezi kukompea vitu au ukavifanya vilingane. Kila nyakati zinapita kwa wakati wake, na kila kitu kinapita kwa wakati wake. Kwa hiyo kwa namna hiyo nafikiri inaweza ikawa bora zaidi, lakini numbers kisiwe kitu muhimu ambacho wamekiangalia Yanga. Yes, ni katika kile ambacho kinazungumzwa zaidi kwa maana ya klabu ya Yanga ambao wanahusishwa kwa maana ya kumtafuta mshambuliaji huyo wa Police Kenya Yves Kutima, na mambo yako namna hiyo. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.